Wa babu, hiki kitu chenyewe kabisa mwanangu, sijui umekitoa wapi mwanangu. Sema nini mwanangu? Hiki chenyewe kabisa mwanangu. Huu ni mzigo mpya kabisa mwanangu wa Arusha huu. Oya mwanangu, nakukabidhi mzigo. Kama ulivyosikia, nenda huko kitaa. Ukitia hasara na kukataa, mzigo sio chuga. Mzigo ni wa Kimakonde. Haina noma bosi mwanangu. Mimi nitakimbiza hivyo hivyo kibishi. Lakini sema nini mwanangu, nikaa kitaa mwanangu na masela zangu mwanangu ndo nakimbiza biashara. Maskari wenyewe mwanangu anazingua vibaya mno mwanangu. Ila sema nini? Sio mbaya, nitakimbiza hivyo hivyo kibishi tu. Ndio hivyo mwanangu. Mzigo nimegaramikia. Na ni mzigo wa pesa nyingi. Kuwa makini huko unapokwenda. Haina noma bosi. Mimi nimekuelewa. Ila mwanangu wale nyumba anazingua, ila sema nitakimbiza nao hivyo hivyo mwanangu, na ila utapata wewe, amini bosi, haina noma. Poa mani, mzigo hapo kakimbiza. Mjomba vipi? Mbona umenitoa kwenye shughuli zangu huko, mimi niko nasafishia michikichi, unaniambia nije tuzungumze. Na hapa tuzungumzi, tatizo nini? Anko, kaa basi hapa tuzungumze. Tatizo nini mjomba? Mjomba, tatizo kubwa ni Kashkeli. Hatua aliofikia ni kubwa sana mjomba. Na ni dhahiri anaonyesha makucha yake wazi wazi. Na sio makucha tu mjomba. Anaonyesha yuko liza kuniondoa kabisa. Kashkei tena. Kakutenda nini mjomba? Aichontenda mjomba kinaokopesha. Uwezi amini leo nimeamka asubuhi najikuta nimelala juu ya kaburi. Ha? Juu ya kaburi tena? Nilipotoka juu ya kaburi, nilimfuata moja kwa moja Kashkeli nyumbani. Nikiamini 100% yeye ndo atakuwa mhusika aliyentenda ubaya. Mjomba, ni jambo la kukopesha sana. Mtu aliyo hai kulala juu ya kaburi. Pole sana mjomba Shifo. Hakika hili jambo ni la kustajabisha sana. Ulipofika nyumbani ulichukua maamuzi gani? Mjomba, mimi maamuzi niliyochukua ni kukatimua kabisa kale katoto. Siwezi ishi nyumba moja na katoto kachawi, kashirikina. Mwisho wa siku kataniondoa uhai wangu mjomba. Mimi nilichukua maamuzi hayo. Sikuwa na maamuzi mengine kabisa. Mjomba, sidhani kama hayo ni maamuzi sahihi. Kwa sababu vita inahitaji mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, uwe na mipango thabiti. Jambo la pili, usiwe na hasira. Na jambo la tatu, uwe na jeshi imara. Vita ndivyo inavyopigana. Unamaanisha nini yanko? Maana maneno yako sijaelewa kabisa. Vizuri mjomba. Ninachomaanisha ni kwamba maamuzi uliyoyachukua sio mazuri. Kumbe nikushauri kitu. Jitahidi
kumuonyesha upendo Kashkei na kumuomba msamaha pale unapohisi umemkosea. Si umenielewa mjomba? Ndio nakuelewa anko. Vizuri. Nataka nikujuze kitu anko. Silaha kubwa ya maangamizi ni kuvaa ngozi ya kondoo. Hiyo ni silaha bora ambayo haitoi mlipuko wala moshi. Rudi nyumbani, muombe radhi na umuonyeshe upendo hata kama sio wa kweli. Hiyo itatusaidia kumaliza taratibu ikiwa yeye hatambui lolote. Umenielewa mjomba? Sawa mjomba, mimi nimekuelewa. Pia nashukuru na nitatenda vyema kama ulivyonielekeza. Nadhani mimi nikuache nielekee nyumbani, ubaki unaendelea na shughuli zako mjomba. Sawa mjomba. Karibu tena. Mjomba, kumbuka, sitarajii kufeli katika hili. Jitahidi kuwa makini. Nimekuelewa mjomba, siwezi kufeli. Nimekuelewa mjomba. Weka ya koroge huko. Mjomba wenu nipo hapa, nigusa achia vitu vyote kwangu. Sasa hivi pesa mbele, maugomvi dele, wengine ndio na kesha kwa uganga ndele, hata undugu umekwisha maukoto mbele, milasi Mbona ulikuwa upokee simu zangu Maya? Nimekusubiri sana hapa kwa muda mrefu. Hadi nilikuwa nataka niondoke. Sikupokea simu zako kwa sababu jana asubuhi muda natoka kwako, mume wangu kidogo ashtukie. Ila nilijitahidi kumdanganya, lakini alilalamika sana. Tina, haya mambo nakueleza kila siku. Achana na mambo ya kung'ang'ania ndoa. Ndoa zilipendwa tena. Halafu mtoto mzuri kama wewe hufai kuishi na mwanaume kama yule. Yule sio kodi zako. Cha msingi wewe mpige chini, uje tule bata, tuenjoy maisha. Na ujue nakupenda sana Tina. Niko tayari kwa chochote. Hata ukitaka tukaondoe kale ka bush boy. Naelewa unanipenda sana na uko tayari kufanya jambo lolote lile kwa ajili yangu. Ila ndoa ni kitu kikubwa sana, sio rahisi kuivunja. Mimi ninachowaza tuendelee kuishi hivi hivi, ila tuwe makini. Tina, hapo kwenye umakini mimi ndo sipahitaji. Unapozungumza tuishi kwa umakini, manake unataka tuishi kwa sheria. Wewe unafikiri tutapata muda mzuri wa kuenjoy penzi letu kama tutaishi kwa sheria? Baby, unaniamini? Ndio nakuamini. Basi nitahakikisha mambo yote yanakaa sawa. Hata mimi sipendi tujifiche. Nitafurahi sana baby. Vipi leo unakuja kulala nyumbani? Sawa, taangalia kama takuwa na muda. Fanya hivyo, mimi nitafurahi sana. Genie X66. Hello mrembo. Naongea nani? Kashkei hapa naongea. Kashkei wapi? Ni yule ambaye ulimpatia namba siku ile njiani. Baby, naomba nione na simu mara moja. Sawa.
Okay, niambie. Uko wapi muda huu? Niko nyumbani. Okay, tunaweza kuonana ili tuzungumze kwa ukaribu. Kwa sasa hivi na kazi, labda tufanye baadaye. Sasa nakutegemea. Usinifelishe mrembo, sawa? Okay, sawa, usijali. Okay, baadaye. Asa baby, ulikuwa unaongea na nani? Nilikuwa naongea na mdogo wangu. Kama mmekawia naomba nisaidie. Okay, sawa, tuondoke. Kwani nipitie viatu vyangu pale mbele.